katika dhambi zetu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Wanawake wakilia kwa huruma. Wakati mwingine watu wanakufa moyo sio kwa sababu hakuna uwezo, lakini kwa sababu wao hawatoi mwelekeo mzuri kwa watu, mikakati mizuri, sera ambazo zinaweza kusaidia watu waendelee katika kazi zao vizuri na wapate matumaini. Sasa katika mambo ya siasa, wakati mwingine tumeshuhudia badala ya kuwaunganisha Wakenya ni kugawanya katika misingi ya kisiasa au kikabila, na hiyo imeleta mafarakano na watu hawaaminiani, watu hawapendani. Sasa watu ni kama wa mirengo ya siasa fulani au ya mahali fulani. Na ndio sababu tunaomba ya kwamba wanasiasa kweli tuchukue mfano wa Yesu Kristo. Alijinyenyekea, yeye alikuwa kiongozi wa viongozi, na yeye alijinyenyekea, na yeye aliwaunganisha mataifa. Na sisi wanasiasa wale ambao tumepewa majukumu, tusije tukatwika watu mizigo ambayo inawaumiza, lakini tuwasaidie kwa uongozi wa utumishi ili watu waweze kupata riziki yao, wasije wakawa na shida vile walivyo nazo. Wakenya wengi wako katika taabu, shida na mateso mbalimbali. Uchumi ni mbaya, hali ya maisha ni mbaya, hali ya afya haijakuwa vizuri, na watu kidogo wamepoteza matumaini, wamepoteza imani, na kidogo wengine wanakufa moyo. Hapa ndipo ningependa kuambia watu wetu Kenya ya kwamba kama vile ilivyokuwa wakati wa Yesu, wakati alichukuliwa msalabani, ilikuwa ni kama hakuna matumaini tena. Kifo chake kilikuwa kama ni mwisho, na watu wakafikiri sasa yote yameisha. Lakini ukweli wa mambo ni ya kwamba kutoka pale msalabani ndipo aliweza kuleta ushindi. Na hapa Kenya na waomba tusipoteze matumaini, tuweke imani yetu kwa Mungu, tuwe na matumaini, na hata katika mateso na misukosuko mingi Mungu ataweza kutushindia. Kwa hivyo Wakenya, kaeni chonjo, aminini Mungu na endeleeni na kazi zenu, na tuwe tu watu wa kuomba ili Mungu kweli aweze kutupitisha katika yote. Tusiweke matumaini yetu na imani yetu kwa wanadamu, tuweke kwa Mungu ambaye alishinda mauti. Na hii siku inakuwa ni siku ya amani, siku ya furaha kwa kila moja. Na sisi tunasema yeye aliyetuletea amani, basi na amani iweze kuwa duniani kati ya watu waweze kuridhiana, watu waweze kupendana na waweze kusameheana. Tunawaomba na kuwatakia kila laheri. Sherehe ya Pasaka iweze kuwa wakati wa amani, wakati wa watu kurudiana. Tunajua kuna mengi yanatendeka katika nchi yetu, kuna mengi ambayo yanatendeka katika ulimwengu, na tunaomba ya kwamba Yesu mfufuka katika Pasaka takatifu aweze kuleta ile amani, watu waweze kuishi kwa amani, watu waweze kuishi kama ndugu, kwa sababu Yesu ametufanya tuwe ndugu. Mwishowe tunaomba ya kwamba watu wawe watulivu. Katika sherehe za Pasaka kuna usafiri, kuna wengi wanaotembea hapa na pale. Kwa hivyo tunaomba usafiri mtulivu, madereva waweze kuendesha magari vizuri, na wasafiri waweze kufika kurejea makwao ili waweze kusherekea pamoja.
Hivyo basi tunawatakia wote happy Easter na Mungu awabariki. Tuombe mama, sisi wana wako. Tunaomba sana mama, usituache gizani. Maisha yangu hayana furaha, najua wazi hapa sinyo. Ka dhambi zetu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Wanawake wakilia kwa huruma, mara ya tatu lakini uimani.